Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuzindua tukio muhimu, tukio ambalo huwa linafanyika kila mwaka, lakini mwaka huu mafanyiko yake yatafanyika katika mwezi wa mfungo mosi insha Allahu taala. Mwezi wa mfungo mosi ndio yatafanyika sawa na mwezi 16 au 17 hasba mwandamo. Tukio lenyewe ni yale mashindano ya tuzo za kimataifa za Qur'ani tukufu hapa Tanzania. Mashindano haya kwa sharafu kubwa kabisa tumepata udhamini mkuu kutoka kwa ndugu zetu wa Wizaratu Shuuni Islamia wa Mamlakatul Arabia Saudia, na kwa nguvu kubwa kabisa, na ndio maana leo hapa mnatuona tuna balozi wa Saudi Arabia akiwa anaiwakilisha wizara katika kikao hiki, akiwepo pia na mwambata wa dini wa Saudi Arabia. Mashindano ya safari hii hayana tofauti na mashindano yote tunayoyafanya. Kutakuwa na magrupu mawili katika mashindano. Grupu la kwanza ni la wale vijana wadogo kabisa wa kuanzia miaka 5, 6 mpaka mwisho miaka 12, lakini vile vile grupu la vijana wakati kwa kati ambao wanaanzia hapo baada ya miaka 12 mpaka miaka 25. Mwaka huu tutakuwa na nchi 26 kutoka katika mabara yote ya dunia. Tutakuwa na wageni wa kutoka katika nchi 26. Mbali ya hao, yatapambwa mashindano haya na imamu kutoka Masjidil Haram na Masjidil Nabawi kutoka Maka na Madina. Atakuja maalumu kwa ajili ya kuyatia nguvu na kuyashajiisha mashindano haya. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kuna zawadi ambazo zilizokuwa zitafikia dola 30,000. Zawadi yote ni dola 30,000 ambazo watazogombea washiriki wote hapo, washiriki wadogo na wakubwa watapata kwa mtiririko maalumu ambao utakaotangazwa baadaye. Pia katika mashindano haya tuna wageni wengi ambao watakaofika kutoka maeneo tofauti, wakipambwa na viongozi wakuu wa nchi wa Kiislamu katika nchi ambazo zinazotuzunguka. Tunatoa mwito kwa watukufu Waislamu na wananchi kwa ujumla kushirikiana nasi katika mashindano haya, ambapo cheche zake zitaanza tarehe 31 Machi. Tarehe 31 Machi mwezi huu itaanza cheche zake, na mwisho wa mashindano haya yatakuwa tarehe 5 Aprili. Tunatarajia kufanya kilele chake katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Moja ya mambo yaliyokuwa yamepatikana katika mkataba ulio baina ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na Wizara ya Dini kule Saudi Arabia, moja ya mambo yake ni hili jambo la mashindano ya Qur'ani, yani tuzo hii ya mashindano ya Qur'ani. Yaliyomo ndani ya ule mkataba, moja ni hili jambo ambalo limeonekana litekelezwe katika mtindo mwingine, badala ya kwamba Qur'ani mashindano haya yangefanyika ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Tumeona kwamba mashindano ya Qur'ani haya yafanyike baada ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani ni miezi yote tu, miezi yote 12, kwa sababu maisha ya mwanadamu hasa Muislamu atakiwa aishi katika maisha ya Qur'ani ambayo yanamzunguka kwa miezi 12. Kwa hiyo mwanzo wa mashindano kama alivyoeleza Sheikh Kaporo ni tangu tarehe 31 mwezi wa 3 2026 mpaka tarehe 5 mwezi wa 4 2026, itakuwa siku ya kilele. Niwahimize tu Waislamu kwamba tumekuwa katika mwezi wa Ramadhani na tumehudhuria mashindano ya aina mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini mashindano haya ya tuzo ya kimataifa tumeyagurisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani kwenda katika mwezi wa mfungo mosi, ili kutoa nafasi nzuri ya watu kuweza kuhudhuria katika mashindano mbalimbali na kuangalia na kushuhudia
vipaji vya wasomaji wetu, lakini na kuawidhika na kuzingatia kwa kusomwa Qur'ani na kuyafanyia kazi ambayo tumeyasikia katika Qur'ani itakokuwa imesomwa pale. Niseme tamko la kuzindua kwamba tuzo ya mashindano ya Qur'ani nimeyazindua sasa hivi. Mwenyezi Mungu atupe taufik na tujalie kuweza kuhudhuria, lakini atujalie kuweza kushuhudia, na tarehe 5 inshallah taala mwezi wa 4 2026 tuhudhurie vile vile kwa wingi kama ambavyo tumeweza kuhudhuria katika mashindano mengine yote yaliyopita. Mashindano kama unavyoelewa, uwanja wetu ni ule ule tu wa Mkapa, ndio tutahudhuria hapo katika uwanja wa Mkapa National Stadium kwa ajili ya kuja kuangalia vipaji vingine, na kama alivyoeleza Sheikh Kaporo na akaeleza na balozi wetu kwamba matarajio ni kupatikana moja ya maimamu wa haramu ya Makka na haramu ya Madina, yani msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauli mbiu yetu ya mashindano haya ya tuzo ya kimataifa ni Qur'ani ni amani. Qur'ani ni amani. Shughuli hii inafanywa kila mwaka na inasimamiwa vizuri na Sheikh Kaporo, uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Na chukua nafasi hii kushukuru sana Mufti katoka safari ya sasa anatokea Kenya ambapo kuna shughuli muhimu, lakini kabla kwenda nyumbani kaamua kuja hapa kuungana na sisi kwenye shughuli hii adimu na muhimu wa dini, na hasa mwezi huu wa Ramadhani ambao ni mwezi wa Qur'an. Nichukue nafasi hii kumshukuru balozi wa Saudia kwa namna mchango wake anapotoa katika kuendeleza dini na kuleta amani kwenye taifa pamoja na ulimwenguni. الوثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وبين المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتي وقعت اتفاقية العام الماضي. Balozi anasema mashindano haya yanaonyesha ushirikiano mkubwa uliokuwa kati ya Wizara ya Mambo ya Dini nchini Saudi Arabia na Baraza Kuu la Uislamu Tanzania katika haya mashindano, kwani tayari kuna ushirikiano katika mambo mengi masuala ya dini. Mwaka jana walisaini hati ya ushirikiano baina ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania na Wizara ya Shughuli Islamia. وبهذا المقام نشكر سماحة المفتي لحرصه ومتابعته لهذه الأمور ولتعزيز التعاون في المجالات الإسلامية والدعوية بين المملكة وتنزانيا. Balozi anapenda pia kutanguliza shukrani zake za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Samahat Dr. Mufti Jamhuri ya Tanzania Sheikh Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali kwa himma yake kubwa na juhudi yake kubwa kuhakikisha kazi hizi za mashindano ya Qur'ani na kazi ya Qur'ani nchini Tanzania inakwenda vizuri, na kwa ushirikiano wake mzuri sana na Wizara ya Mambo ya Dini nchini Saudi Arabia. ونتطلع إن شاء الله لمزيد من التعاون في هذا المجال. Na anatamani sana kuendelea kushirikiana baina ya BAKWATA na Wizara ya Shughuli Islamia katika mambo mengi ya masuala ya dini. تولي المملكة العربية السعودية عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتعليما ونشرا. Nchi ya Saudi Arabia inafanya kazi kubwa sana katika kuhifadhisha Qur'ani, kutumikia Qur'ani na kufundisha Qur'ani katika mambo yake yote yanayohusiana na Qur'ani. ويشرف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، أو أشرف على طباعة أكثر من 300 مليون نسخة منذ إنشائه. Na kuna kituo muhimu sana nchini Saudi Arabia, ni kituo cha kuprinti msahafu ambayo alhamdulillah imeprinti msahafu mingi sana, zaidi ya kopi milioni na milioni ambayo inasambaza nchi tofauti duniani ili watu wapate kusoma Qur'an بمختلف الروايات والترجمات، وتم توزيعها مجانا لأكثر من 170 دولة حول العالم. Misahafu hizo zimeprintiwa kwa riwaya tofauti zote zilizothibiti kwa Mtume sallam, lakini pia kwa tafsiri tofauti, na wameweza kusambaza zaidi ya nchi 172 tofauti duniani.